Habari ya usiku huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Mabingwa wa nchi Young Africans wamefanya mazoezi yao ya kwanza mjini Unguja majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa nje ya viwanja vya New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Hali morali ya wachezaji pia imeonekana kuwa juu wakati ambapo wanatafuta rekodi ya kwanza vyema hatua ya makundi msimu huu wa mashindano ya kimataifa. Kizungumza na Azam Sports, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema kikosi kipo katika hali nzuri, isipokuwa baadhi ya wachezaji ambao watakosa mchezo huo ni kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo majeraha. Kama mnavyoshuhudia kwenye viwanja hivi vya New Amani Complex, tumeanza pia maandalizi yetu kuelekea huu mchezo wa siku ya Jumamosi CAF Champions League hatua ya makundi dhidi ya FAR Rabat. Tumekuja na wachezaji ambao walikuwa hawajaitwa kwenye timu zao za taifa, lakini na baadhi ya wachezaji ambao walikwenda kwenye timu za taifa kama timu ya taifa ya Tanzania ambao wamecheza mechi moja tu ya kirafiki, wamemaliza program zao za national team, wamerudi kwenye timu. Tunaye hapa Dickson Job, Bakari Mwamnyeto, Mohamed Hussein na wengine ambao kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Lakini wale wengine ambao wapo kwenye timu za taifa ambao sio ya Tanzania wana mechi nyingine ya pili kwenye kalenda hili ya kimataifa. Hivyo ukiangalia ratiba ni tarehe 18 watakuwa wameshamaliza mechi zao. Kwa hiyo tunaamini tarehe 19 inshallah wote mpaka kufikia usiku watakuwa wameshaingia hapa Zanzibar kuja kujoin na timu, kufanya mazoezi ya pamoja na timu kuelekea mchezo wa Jumamosi dhidi ya FAR Rabat. Hii mechi ni mechi ngumu. FAR Rabat ni mpinzani mgumu. Ukiangalia sasa hivi katika timu ziko form barani Afrika, FAR Rabat huwezi kuacha kumtaja. Lakini mara zote nasema na nitarudia kusema na leo, Yanga inapokuwa pamoja ikalinuia jambo, hilo jambo hata kama likawa gumu vipi litabadilika kuwa jepesi. Hilo jambo hata likawa gumu zito vipi kubebeka, Yanga watalitia mabegani na watakimbia nalo, sio kutembea. Kwa hiyo naamini tukiwa pamoja, kila mtu akafanya jukumu lake, wachezaji wakajiandaa kwa 100%, na sisi mashabiki tukaja kuujaza uwanja wa New Amani Complex, na ambao watakuwa wako mbali wakaendelea kuiombea dua timu yao, naamini panapo majaliwa Mwenyezi Mungu jambo la Jumamosi litakuwa jambo jepesi na tutapata point 3 za kwanza. Kubwa ni watu kujitoa. Hichi ni kipindi cha kujitoa. Kama wana Yanga tuwe pamoja, tusupport timu yetu, tuje kwa wingi New Amani Complex. Wakati hayo yakiendelea, kikosi hicho pia kimefanya mazoezi muda mchache tu baada ya kuwasili visiwani humo rasmi msimu wa mashindano ya CAF. Young Africans imethibitisha kuwa itautumia uwanja wa New Amani Complex kama uwanja wake wa nyumbani kwenye mechi zote ambazo wao watakuwa wenyeji. Jumamosi hii watafungua dimba dhidi ya AS FAR Rabat kule Morocco kabla ya kusafiri kuelekea Algeria na Misri kukipiga kwenye mechi zake mbili za ugenini za kundi B. Walter Harrison ni meneja wa kikosi hicho na hapa amezungumza nasi. Tunasubiri wachezaji takriban 5 ambao wako kwenye timu zao za taifa na watajiunga na sisi by kesho kutwa, na tutakuwa full kikosi. So kwa upande wa majeruhi hali iko hivyo, lakini kama ambavyo unajua tuna kikosi kipana ambacho kina ubora, na tunategemea kabisa kwa wale ambao wapo timamu kimwili ambao sio majeruhi, tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kwenda kuipeperusha vizuri bendera ya nchi. Sisi ni timu ambayo ni timu ya wananchi, na tunapenda kuwapa fursa pia wananchi wa upande wa Zanzibar kuweza kuiona timu yao. Lakini kama ambavyo unajua kutoka Dar es Salaam kuja hapa, kutoka sehemu nyingi za Tanzania bara kuja hapa sio ngumu. Tuna imani tutaweza kupata mashabiki kutoka sehemu mbalimbali, sio hapa Zanzibar pekee, na watakuja kutupa nguvu. So this time around, kama ambavyo imekuwa tukicheza Dar es Salaam, mashabiki kutoka Zanzibar wanasafiri, na wale ambao wako Tanzania bara itabidi waje huku sasa hivi, na tunawasubiri kwa hamu. Tunaamini watakuja kutupa support kwa kiasi kikubwa sana. Nikukumbushe kuwa Yanga ilianza safari mapema leo hapa Dar es Salaam ukiwa na kikosi kamili cha wachezaji kama wanavyoonekana pichani, na mashabiki kama kawaida wakishuhudia wananchi wakielekea visiwani humo tayari kwa kufungua pazia rasmi la hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Mbali na hilo, afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania Karim Boimanda amezitakia kila laheri timu za Tanzania zinazoshiriki michuano ya kimataifa, huku akitarajia
timu hizo kufanya vizuri zaidi. Tanzania inawakilishwa na Simba pamoja na Yanga katika ligi ya mabingwa Afrika, wakati kwa upande wa kombe la shirikisho ikiwakilishwa na Azam FC na Singida Black Stars. Tunaamini kwamba ushiriki kwenye michuano ya kimataifa ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikitangaza sana ligi yetu. Na kwamba kama klabu zetu zitaendelea kufanya vizuri kwenye michuano ya kafu, basi na ligi yetu hadhi yake, ukubwa wake na kufahamika kwake kutaongezeka pia. Kwa hiyo mara zote bodi ya ligi kuu Tanzania imekuwa ikifanya jitihada zote za kuhakikisha inatoa support kwa klabu zake zinazoshiriki michuano hiyo, na lengo ni kuona zinafika mbali. Hata ratiba tunapotengeneza tunakuwa tumetengeneza mazingira ya wao kucheza hadi fainali. Kwa hiyo wito wetu ni wao sasa kwa upande wao waendelee pia kufanya jitihada za kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye michuano hiyo, especially kwenye hii hatua makundi, waende robo finali, wafike nusu finali na baadaye wacheze finali wenyewe kwa wenyewe, ili tushuhudie michezo ya finali hapa Tanzania, tushuhudie makombe haya mawili kwa maana klabu bingwa Afrika na kombe la shirikisho yote mawili yakitua hapa Tanzania. Karim Bwimanda, afisa habari bodi ya ligi Tanzania. Baadhi ya mashabiki wa timu ya Young Africans kutoka visiwani Zanzibar wamesema wana matumaini makubwa timu yao itafanya vizuri katika michezo ya ligi ya mabingwa Afrika, ambapo timu hiyo pia inatarajiwa kuanza mchezo wake wa kwanza katika kundi B nyumbani Novemba 22 dhidi ya AS FAR Rabat kutoka kule Morocco. Mashabiki hao wamesema timu yao kuchagua uwanja wa nyumbani kuchezea katika uwanja wa Amani kule Zanzibar ni jambo la msingi, kwani litaweza kuunganisha mashabiki wa timu hiyo kutoka bara na visiwani. Sababu ambazo Yanga kusema kwamba tutafanikiwa hatua ya kupenya katikati wa makundi, kwamba Yanga timu yetu ina ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Watu wengi tu walisema kwamba Yanga hatua hii imekutana na vigogo, lakini hawajajua kwamba Yanga ina wachezaji professional ambao wametoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo tuna wachezaji ambao wanaweza wakaamua matokeo. Tena ninawaambia kwamba katika hatua hii Yanga tutapenya tena kwa uwezekano ambao wa kuliongoza hili kundi. Nimefurahi timu yetu kwa asili Zanzibar, na inshallah siku ya tarehe 22 Novemba tutajitokeza kwa wingi kushabikia timu yetu. Yanga mimi naamini ushindi tu, hamna kingine. Naona kwa sababu katika hatua tulofikia sasa hivi kila mtu anatakiwa ashinde nyumbani. Kwa hiyo na mimi nyumbani tutashinda, na akiyatakuja nyumbani tunakanda, hamna kingine. Tumefurahi sana Yanga kuja Zanzibar kwa sababu imekuja nyumbani. Hapa ni nyumbani kwao, hapa inapokelewa vizuri na tuna matumaini kwamba anakuja kufanya vizuri katika ardhi ya Zanzibar. Mechi nzuri kwa kweli, hata wachezaji wetu, hata kipa tunachukulia Yanga oye. Mashabiki wa Yanga natakia kwanza wajitokeze kwa wingi kwa sababu hili ni jambo letu na tuko tayari yote. FAR Rabat ni underground nyingine, lakini tumejipanga kwa ajili ya ushindani, sio kushiriki. Yanga mbele daima nyuma mwiko. Nao baadhi ya wachezaji wa zamani wa klabu ya Young Africans wametoa maoni yao kuelekea mchezo kati ya Young Africans dhidi ya FAR Rabat ya kule Morocco katika ligi ya mabingwa Afrika utakaopigwa Jumamosi ya Novemba 22 katika dimba la Amani Complex na kuonyeshwa mbashara kupitia Azam Sports 4 HD. Kwenye hili grupu, kwanza kitu kizuri ambacho kinanipa nguvu na matumaini, ujue Yanga Afrika amepangwa na timu zote za Kiarabu. Sasa ukija kaangalia katika timu zote zina upinzani nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Sasa hiyo nadhani inaweza ikawa ni faida kubwa kwa Yanga Afrika. Kwa maana hiyo watakapokutana wao kwa wao kutakuwa kuna vita, yani nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Sasa hiyo inaweza ikawa ni advantage moja kubwa sana kwa Yanga Afrika kutumia mwanya kama huo. Mechi za hapa yani kama watakusanya angalau alama 9 na uhakika yani Yanga Afrika anakwenda robo finali. Waangalia sasa Yanga kupata mpira wanampa mtu kaomba tena, wanampa mtu kampate, kwa sababu spirit inapatikana. Ndio football modern, ndio sasa vida. Na mtu akitakuamini angalia Barcelona tena Real Madrid walivyocheza. Hakuna mpira ukishafika pale katika uwanja wanarudisha nyuma. Wanafanya counter attack speed, wanafanya kule singine kutoka ile movement zile without the ball, zile wanazifanya nyingi, zile ndio zinazalisha magoli. Kwa hivyo sasa hivi nimeshaanza kuziona zinakuja. Angawa zijafikia 100%. Kwa hivyo naamini watu waache pressure. Watakwenda kutazama wakatizame kushangilia, lakini Mwarabu mimi naamini atoki. Kama Mwarabu pale akitoka kamfunga Yanga, basi mimi naambia watu tutakuja kuanulia hata screen moja kwa Bahari Saba. Wajue kwamba hii mechi wanacheza Tanzania
Kwa kitu kikubwa sana waanze kuweka mikakati yao kwamba wasiruhusu tufungwe nyumbani. Unaona bwana, hii mechi lazima tushinde, yani wale Waarabu wataka staka lazima tuwafunge, kwa sababu hatuna mechi nyingine yoyote ya kucheza, sababu hizi mashindano haji tunataka, yani watu mnatakiwa wote mechi zenu mshinde nyumbani. Kwa katika mikakati ambayo Yanga anatakiwa aanze kuiweka kuanzia sasa hivi kwamba mechi za nyumbani zote ashinde. Kwa kitu ambacho kwanza wachezaji wanatakiwa nafasi wanazozipata wazitumie, na pia tucheze sana kwa tahadhari nyuma, na wale watu wa nyuma wacheze sana kwa tahadhari. Nao baadhi ya mashabiki wa Young Africans kutoka Dar es Salaam wametamba timu yao kuibuka na ushindi Novemba 22 dhidi ya AS FAR Rabat ya kule Morocco kwenye mchezo wa kwanza hatua ya makundi utakaopigwa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Sisi wana Yanga tumejipanga kikamilifu, kiakili, kimwili na kifikra, kwa sababu uhakika wetu kuhakikisha tunaondoka na pointi 3 na magoli yasiyopungua 2. Nazungumza kwa nini? Tumebezwa sana, tumezungumzwa mabaya kwamba sisi ni wageni wa mashindano. Mgeni ni kuku peke yake ambao unaweza kumfungia kwenye banda, lakini kama una timu ya ushindani lazima ukafanye vizuri. Hapa tunatoboa. FAR Rabat lazima wafe. Kwa hivyo wote ilivyo yani. Iwe mchana iwe usiku, iwe mvua iwe jua, wanakufa. Unaelewa eh? Ni moment mkubwa engineer na cabinet yake. Alo ni watu wa mpira. Watu wa mpira mno, yani ukitaka kujua mtu wa mpira, angalia FIFA wamemwona. CAF wamemwona. Wewe muogope engineer. Utakuwa mgumu na sehemu yake. Lakini sisi kama wana Yanga tunajiamini tutashinda mchezo huo. Kwa niaba ya kupata pointi 3 kwa ajili ya kujiweka sehemu nzuri ili kufuata pointi nyingine ambazo tutacheza mchezo unaofuata. Rabat tutawanyoosha kama pasi inavyonyoshwa kwenye nguo, na tutawakaanga kama chapati inavyokaanga kwenye flampeni. Hawatuwezi kwa lolote. Yanga tuko vizuri kwa sababu unaona wachezaji wenyewe, unaona kabisa ni watu wana hasira, wana uchungu na hii mechi, wanaitaka kweli kweli. Kwa hiyo wataonyesha vizuri na watashinda. Mimi naamini tutashinda na tutajaa uwanjani. Nao baadhi ya mashabiki wa klabu ya Young Africans hawa ni kutoka Dar es Salaam, nao pia wameonyesha imani na hamu ya kuzisubiri jezi za kimataifa zitakazotumiwa na klabu yao katika mashindano ya kimataifa msimu huu. Kiujumla ni kwamba Yanga hajawahi kufeli kwenye jezi zao, kwenye uzi wao, na ndio maana tunajiandaa kuzinunua hizo. Hayo ndio maana nataka kuisifia tu Yanga yangu na kimataifa ni kama vile haijawahi kufeli. Tunatarajia kwanza ujio mkubwa zaidi wa jezi zetu ambao tumetaarifiwa zinatoka Alhamisi. Sisi kwa tunajiamini kwanza jezi zetu hazijawahi kuwa mbovu. Sisi tuna uhakika na jezi zetu na tunazisubiri kwa hamu na tutanunua kwa wingi. Kwa upande wa jezi hatuna shaka na Yanga. Kuanzia upande wa designing na pia jezi zetu mara nyingi zinakuwa kwenye uhalisia wa Yanga. Tukiwa tunajua zile jezi zetu zote. Kwenye quality hatuna mashaka. Kwa hiyo tunategemea hizi jezi mpya zitakuwa zimebeba ubora mkubwa. Na sisi kama mashabiki tunasubiri sokoni kwa matamanio makubwa. Yanga siku zote haijawaangusha au haijatuangusha sisi mashabiki wake, kwani tunajua tunaenda kwenye mashindano ambayo yataonekana duniani. Dunia nzima inatuangalia. Na kama umezingatia kila siku tunavyoendelea Yanga tunabadilika, tunakuwa kimataifa zaidi. Hata jezi zetu ukiangalia awamu iliyopita tukiwa na mdhamini ambaye pia anatutengenezea jezi nia, zimekuwa bora kuliko miaka ya nyuma kule. Hata ndugu zetu wanajua upande mwingine kwamba sasa hivi Yanga tuko kivingine kabisa. Na tunatarajia jezi za sasa zitakuwa bora zaidi kwa sababu hatupo kinyumbani zaidi, tuko kidunia zaidi. Endelea kutazama Mshike Mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kuichagua Azam Sports. Kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kinaendelea na mazoezi katika uwanja wake wa nyumbani wa Bunju Mo Arena kujiandaa na mchezo wake wa kwanza hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika Jumapili ya Novemba 23. Simba watakuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuialika Petro de Luanda ya Angola, akiwa ni mchezo wa kundi D. Mapema hii leo majira ya asubuhi kikosi hicho kimefanya mazoezi chini ya meneja mkuu Dimitri Pantev, ambapo wachezaji wote wamehudhuria mazoezi hayo isipokuwa Steven Dese Mukwala ambaye baadaye
atakuwa sehemu ya wachezaji wa Uganda watakaocheza na Morocco kwenye mchezo wa kimataifa wa kirafiki. Kwenye kuwatazama wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea mchezo wote, umezungumza na baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kutoka Dar es Salaam, ambapo pamoja na mambo mengine wameelezea matumaini yao kwenye kuvuna alama 3 za mchezo dhidi ya Petro de Luanda kutoka Angola. Simba si tena klabu ya kufananisha na hizi klabu za Afrika hizi ndogo ndogo ambazo zinakuwepo mara hazipo kwenye klabu bingwa. Simba ni klabu kubwa barani Afrika, yani ukiongelea Simba unamweka group moja na Al Ahly, unamweka group moja na Mamelodi Sundowns, unamweka group moja na kina Wydad. Umeona Simba sasa hivi naona ina uwezo wa kucheza paka klabu bingwa ya dunia. Kubwa zaidi tutegemee ushindi. Simba katika mechi zake za klabu bingwa safari hii inaweza ikaondoka na point zote. Mashabiki wa Simba waje tu wameshiba, maana tutashangilia sana. Magoli yatakuwa mengi sana. Simba imeshachanganyikiwa, Simba imevurugwa. Mnyama Simba robo finali sio kiu yetu. Kwenye makundi sio shida zetu. Target ya mnyama tulishavunja viunzi katika mashindano ya shirikisho, tukacheza finali. Kiu yetu ni kumuona mnyama sasa anacheza finali kwenye klabu bingwa. Kwa hiyo ili ufike finali lazima utoboe kwenye makundi, uingie robo, zenu uingie nusu, nusu uingie finali. Kwa hiyo na imani kabisa na kikosi chetu, na imani na management yangu, lakini pia na imani ya meneja wangu. Mimi napenda kumuita meneja japokuwa ndio kocha wetu. Mwenyewe namkubali sana Dimitri Pantevu. Niwaambie mashabiki wote wa klabu ya kandanda ya Simba, mashabiki wapenzi na wanachama wote, tuamke kwa hari tena na mali, ikiwezekana kabisa tutoke na pointi 3 muhimu, alama 3 muhimu, tuweze kusonga mbele. Sina shaka na Simba yangu, sina shaka na viongozi ambao wapo kwa sasa kuelekea hii michezo. Mimi naamini Simba Sports twende uwanjani kwa wingi, twende tukajaze uwanja, tuhakikishe tunaanza kukusanya alama 3 muhimu. Benjamin Mkapa, alama 9 ni lazima kwa jasho na damu. Utake usitake utatoa, unataka utatoa. Nao matajiri wa jiji Azam FC kesho wataondoka Dar es Salaam kuelekea mjini Kinshasa kufuata upinzani wao kutoka kundi B kombe la shirikisho barani Afrika, Maniema Union. Kikosi hicho jioni ya leo kimehitimisha maandalizi yake hapa Dar es Salaam tayari kwa ajili ya kwenda kutupa karata yao ya kwanza hatua ya makundi ya michuano hiyo Novemba 23 mwaka huu. Ukimwondoa Adolf Mtasingwa ambaye bado anaendelea kuuguza majeraha yake, wachezaji wengine wote akiwemo Faisal Salum ni sehemu ya waliofanya mazoezi hayo. Kwa sasa naungana na Hashim Mwibe ambaye ni afisa habari wa Azam FC kwa ajili ya kufahamu undani kuhusiana na safari hii na mipango ilivyo kuelekea kwenye mchezo unaofuata hivi sasa. Hashim Mwibe, karibu. Sana Kennedy, habari za studio? Safi, uko vizuri? Mungu ni mwema kaka. Haya, bana, kwanza tuambie maandalizi yako vipi kuelekea kwenye mchezo wa kwanza kwenye historia ya klabu kwa maana ya hatua ya makundi kwenye michuano hii ya CAF, lakini pia mchezo wenu wa kwanza kwenye kundi lenu ambao ni mchezo muhimu hasa kwenye kuzichanga karata zenu vizuri ili kuanza vyema hatua hiyo? Well, ni mchezo muhimu kama ambavyo umeuzungumza Kennedy, kwa sababu ni kipindi kirefu tangu ambako tumeiona timu yetu ikiingia hatua hii. Haikuwahi hapo kabla, baada ya miaka 20 huku na kule imeingia kwenye mashindano na hatimaye tunakwenda kucheza mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi. Kama ambavyo nimenukuliwa nikizungumza awali, naendelea kusisitiza kwamba sio kundi rahisi kwa sababu ni kundi ambalo linabashirika kwa wepesi sana. Kwamba ukiwatoa vigogo Wydad Casablanca, basi yoyote aliyebaki baina yetu, Maniema, Azam FC, Nairobi Star United, yoyote anaweza kwenda. Kwa hiyo sisi kama Azam FC tunaendelea na maandalizi yetu. Tuna imani kwamba hapa ambako tumefikia ni sehemu nzuri pia ya kuprove kwamba kwa nini tuna kundi la miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika. Lakini kama haitoshi, morali iko juu kwa bench la ufundi pamoja na wachezaji wenyewe kwa ujumla. Wapo ambao wanazungumza kwamba pengine tuna faida ya kuwa na kocha Ibenge na Jeffy Kitambala kwa sababu wana hadithi nzuri na timu za Kongo. Lakini kwangu mimi naamini ni vitu ambavyo vinacheza kwa nafasi ndogo sana. Baada ya hapo, hizi 85-90 ambazo zimebaki ni timu yenyewe vile ambavyo inapaswa kuziendea na kuhakikisha kwamba tuna deliver. So kwa sababu ni open group, sisi kama club tumejiandaa vizuri, tunaamini lolote linaweza likatokea.
Ukimwacha Mtasingu ambaye amekuwa majeraha kwa muda mrefu, Faisal Salum hatukumuona timu ya taifa, amerejea, amefanya mazoezi ya leo jioni. Kuna updates zozote za uhakika wa yeye kuwa sehemu ya kikosi kitakacho shiriki kwenye mchezo wenu wa huko ugenini, ama bado mnasubiri kuona mwalimu ataamua nini juu yake? Wala mwalimu pamoja na jopo la madaktari walishauri kwamba wanahitaji kupumzika zaidi kwa sababu ya changamoto ambayo aliipata kama Faisal kwenye mchezo dhidi ya Namungo kule Ruangwa, lakini pia alikosekana kwenye mchezo ule Yahya Zaid, nahodha wetu, sehemu ya timu ya manahodha, ambaye naye alipata maumivu kidogo, lakini hawa wote wamerejea na wamefanya mazoezi na timu, na Mungu akipenda inshallah tutasafiri nao kuelekea Kongo kesho majira ya saa 5:40 asubuhi, tukitarajiwa kuwasili saa 7:20 mchana, na timu kesho itafanya mazoezi pia kule Kongo. Lakini kwa hali halisi ilivyo, kwa namna ambavyo mambo yanaonekana, ni watoe shaka mashabiki wa Azam FC kwamba wachezaji hawa watakuwa ni sehemu ya kikosi kwa vile itakavyompendeza mwalimu. Lakini pia ni watie kisukununu wale ambao hatutakii mema kwamba hawa watu wapo, watakuwepo na wataipambania bendera ya Azam FC mpaka tone la mwisho. Mwisho kabisa tukiwa tunamalizia, umepata najua wasaa wa kuzungumza ama kuteta na mwalimu Fry Ibenge. Anazungumza nini kuelekea hatua hii akiwa na kikosi chake kipya tunasema kwa Tanzania msimu? Ibenge, one of the best coaches we have in Africa. Ni miongoni mwa makocha ambao wana spirit ya hali ya juu sana ya ushindi, na aliona kwamba amekamilisha azma ambayo tulikuwa tumeiweka kama club ya kucheza hatua ya makundi, lakini kufika tu kwenye makundi kabla ya kuicheza. Lakini yeye mwenyewe kama mwalimu anaamini kwamba kwa sababu ni open group, iko nafasi ya timu kufanya vizuri zaidi ya hapo, wachezaji wakiwa committed. Yeye mwenyewe yuko tayari kutumia uzoefu wake na ujuzi wake ambao nao kama mwalimu kuhakikisha kwamba anaisaidia timu kufanya vizuri pia kwenye hatua ya makundi. Lakini amekuwa ni mtu ambaye anatengeneza mahusiano mazuri ndani ya club, wachezaji wanamzungumza vizuri sana. So kwa sisi kama management ni kitu kizuri kwa sababu inatengeneza mahusiano mazuri, inaleta picha nzuri, inaleta taswira nzuri ya club, na inatuaminisha kwamba viko vitu vingi vizuri ambavyo tunaviendea hapo mbele, ikiwemo hii michezo ambayo tunaianza rasmi tarehe 23 dhidi ya Maniema. Hashim, wewe kabla hata kuwa msemaji umesafiri sana na hizi timu, unafahamu mazingira ya huko nje yanavyokuwa. Pengine share na sisi michuano hii, ukiacha dakika 90 za uwanjani, kuna maandalizi mengine, pengine shughuli nyingine nzito nje ya uwanja. Mmeyafanya kwa kiasi gani? Kwa sababu naenda ugenini. Well, sisi kama ambavyo nilijibu awali swali la kwanza, nilisema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo tunataka kuvifanya ni legacy ya club, falsafa ya club. Tunataka club ya aina gani? Ndio kitu ambacho tumelenga zaidi kukifanya. Timu yetu icheze mpira mzuri, iwe nzuri defensive, iwe nzuri midfield kwenye kusupply, lakini iwe nzuri pia kwenye kuattack. Na ndio maana hata wachache ambao wamekuwa wakiniambia kwamba pengine kuwa na Ibenge nyinyi inaweza ikawa ni faida kwenu kwenye hii michuano, nauliza hao, au kuwa na Jefi Kitambala kwa sababu alicheza Maniema inaweza ikawa faida kwa Azam FC hao, kwamba Maniema watakuwa wamefungwa kamba. Kikubwa nafikiri ni maandalizi tu ya club kama club, maana yake iwe proper kwenye mazoezi yake, ijue vizuri kusoma mchezaji, iwe na namna bora ya kuiendea hiyo mechi, spirit ya ushindi iwe juu. Ndio vitu pekee ambavyo vitatupeleka hapo. Haya maandalizi mengine ambayo tunaona nje ya uwanja, sijui huyu simshike huyu, usile chakula cha huyu, usifanye hivi, wakati mwingine mimi huwa naona ni mbwembwe tu, na nafikiri ni miongoni mwa vitu ambavyo vitatuchelewesha sana kusogea kwenye dunia ya mbele. Kwa maana sisi binafsi tumeleta CEO kutoka Ulaya kwa sababu ni kuhusu mpira wa miguu tu. Tumeleta CEO ambaye aliwahi kuwapo Azam TV, Rashid Saif. Anajua namna ya kuspeculate kwamba mpira tunatakiwa watu upeleke vipi. Na hata wachezaji wetu tumejaribu kuwaaminisha kwamba ninyi mnakuja kwanza kutokana na kile alichokitengeneza mwalimu pamoja na jopo lake na utekelezaji wenu. That's the only way. Shukrani sana. Tutakutana pia wasaa mwingine kujadili mengi zaidi. Kila laheri kesho hiyo asubuhi saa 5. Shukrani sana. Ni Hashim Ibwe, msemaji wa Azam FC, nikizungumza naye kuhusiana na maandalizi yao kuelekea mchezo ambao watacheza kule Congo DR, na utakuwa ni mchezo dhidi ya Maniema Union, mchezo wao wa kwanza tu ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini mbali na hilo, tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Kikosi cha Singida Black Stars kimewasili jijini Algiers, Algeria, tayari kwa mchezo wa kwanza kutoka kundi C kombe la shirikisho barani Afrika
dhidi ya CR Belouizdad kutoka huko. Mchezo huo utachezwa Jumamosi ya wiki hii. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema kikosi chao kimewasili salama Algeria na hali za wachezaji ni nzuri kuelekea mchezo huo. Kwanza, jambo la kwanza, tumefika hapa Algeria katika uwanja wa ndege wa kimataifa. Jambo la kwanza ambao nimeligundua hapa, kuna ukimya wa hali ya juu. Kwa mara ya kwanza Singida ndio tunakuja. Kwa hiyo vitu vingi tutaviona hapa, lakini huu ukimya umetufurahisha, unaonekana kuna utulivu. Sasa ukisikia Singida to the world, ndio hivi. Kwa mara ya kwanza Singida tunakuja kuiwakilisha timu yetu katika nchi za mbali huku Uarabuni, lakini kuiwakilisha pia nchi yetu ya Tanzania ugenini huku, na kilichotuleta ni kazi moja tu, kwenda kwenye mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya CR Belouizdad, mchezo ambao utacheza Jumamosi hii tarehe 22 majira ya saa 2 za usiku za hapa Algeria, ambako kule nyumbani Tanzania itakuwa ni saa 4 za usiku. Kwa hiyo ndicho kilichotuleta na inshallah tunaamini tutafanikiwa leo. Wachezaji wetu kwanza walikuwa wanafahamu umuhimu wa safari hii kufanywa mapema kutokana na umbali. Na kwa wale wageni ambao hawakuwahi kusafiri safari ndefu kama hii, nadhani wamepata pia funzo na wao kwa mara ya kwanza. Lakini kwa ujumla wachezaji wote morali yao iko juu sana, kwa sababu wanatambua mchezo huu ambao tunaenda kucheza umuhimu wake. Maneno yameshazungumzwa mengi, tunaenda kucheza na CR Belouizdad, timu ngumu. Yaani tumeshaiko kwenye disadvantage tayari. Kwa wachezaji wana ile hamasa kwenda kuonesha kwamba hata sisi kama tumeingia wote makundi tunaweza kwenda kupambana. Kwa hiyo itakuwa mchezo mzuri, na morali ambayo nimeona kwa wachezaji wakihamishia uwanjani, inshallah tunaweza tukaushangaza ulimwengu. Hussein Masanza huyo. Tukisalia hapo mapema kabla ya kikosi hicho kuwasili, kikosi cha Singida Black Stars pia kilipita Istanbul kule Uturuki, kikiwa sehemu ya safari yao sasa kuelekea huko Algiers, Algeria kwa ajili ya mchezo wa kwanza kombe la shirikisho dhidi ya CR Belouizdad. Kikosi hicho kilichopo chini ya kocha mkuu Miguel Gamondi kilionekana chenye hamasa kubwa safarini humo kwa wachezaji, viongozi pamoja na benchi la ufundi. Msafara wa Singida Black Stars ulikaa hapo kwa saa kadhaa kabla ya kubadili ndege iliyowapeleka moja kwa moja mpaka Algiers, Algeria. Sasa mwenzangu Khalid Mzinga ameambatana na kikosi hicho na hii ni sehemu ya taarifa yake. Yes bwana, tukiwa katika msafara wa kikosi cha Singida Black Stars kuelekea nchini Algiers. Hapa nilipo ni airport ya Uturuki ambayo ipo katika jiji hili la Istanbul, na hapa tumebadilisha flight ambayo moja kwa moja ilitokea Dar es Salaam, na sasa tunaelekea Algiers ambako wanapatikana CR Belouizdad ambao ndo washindani wa klabu ya Singida Black Stars. Na hapa niko na Ramadhan Nswanzurimo, mmoja wa watu muhimu katika eneo la ufundi la miamba hii ya Singida Black Stars ambao ni mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati. Safari umeonaje? Ilikuwa nzuri sana. Ukiangalia nchi zingine wameendelea sana. Ukiangalia jinsi tumefika hapa dakika 15 tunabadili flight tunakwenda sasa Algeria. Very fantastic. Inatupatia moyo na motisha kusema kama tunarudi na ushindi wetu nyumbani. Umeonaje safari yote mpaka hapa tulipo kwanza kwa wachezaji, hamasa yao iko vipi? No, kila mtu yuko vizuri, kila mtu yuko vizuri. Kama gisi unaona mwenyewe, hapa hatuna kazi nyingine tunafanya, hatukuja kutalii, tunakuja kumaliza kazi. Tufike Algeria tumalize kazi, turudi na furaha nyumbani. Bwana, huyo ni Ramadhan Nswanzurimo, anasema mwisho siku tunarudi na furaha nyumbani. Ni Khalid Mzinga, nyuma ya kamera ni Conrad Kashasha. Hivyo ndivyo ambavyo tumekamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike hii leo. Miongoni mwa yale ambayo nimekujuza ni pamoja na maandalizi ya timu 4 za Tanzania ambazo zimefanikiwa kushiriki hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho. Ligi ya mabingwa timu 2 Simba na Yanga, kombe la shirikisho Singida Black Stars na Azam FC. Yapo pia mengine ambayo nitakuja kujuza kwenye sehemu ya pili ya Mshike Mshike hii leo, ambao ni pamoja na haya. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi atembelea mradi wa Fumba unaoandaliwa maalumu kwa ajili ya AFCON 2027. Na wazee wa mapigo na mwendo wa Mashujaa FC warejea kwenye uwanja wa mazoezi kujiandaa na mechi zijazo. Ni Mshike Mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Nimekujuza hapo kuhusiana na maandalizi ya Simba, Yanga, Azam FC pamoja na Singida kuelekea kwenye michuano ya kimataifa hatua ya makundi. Tuanze kuwatazama Kuru na Doto sasa, kwa maana Simba na Yanga na maandalizi yao na kundi lilivyo, na muda unaungana na mchambuzi wa masuala ya soka Andrew Kinga Mkono kuweza kusikia mawili matatu kutoka kwake. Andrew, karibu bwana. Safi, mambo yanaenda? Tunashukuru Mungu. Tuko vizuri.
mkubwa. Haya, tuanze na Young Africans. Tayari wameelekea kule visiwani Zanzibar na Novemba 22 watakuwa mzigoni dhidi ya IS FAR, miongoni mwa mechi za maana sana. Mechi ngumu, mechi ya ushindani, ni mechi ya uamuzi kwa Yanga. Kwa sababu watakuwa nyumbani, wanaenda Zanzibar, kuna mazingira tofauti kidogo na wangecheza Dar es Salaam, kungekuwa na watu wengi zaidi uwanja wa Benjamin Mkapa. Unaingiza watu 60,000 tofauti na Zanzibar ambao wanaingiza watu 15,000. Kwa hiyo unaona hata idadi ya mashabiki inaweza ikapungua, na vile vile mazingira ya Zanzibar ni tofauti na ya bara. Kwa hiyo wanakwenda kwenye mazingira mapya, lakini Yanga wanajua jukumu lao kwamba ni kuhakikisha wanafanya vizuri. Japokuwa mechi haitakuwa rahisi kwa sababu wanaenda kukutana na bingwa wa Morocco. Au sio? Ukijaribu kuangalia mbali na hilo, mpinzani wao Al Ahly kwenye kundi moja, yeye anamenyana na SGS Kabylie, naye ana faida ya kuwa nyumbani kama Yanga. Japokuwa wao wanajitafuta wenyewe. Msimu kidogo wameanzia chini. Wamefukuza sana makocha mwanzo wa msimu. Kwa hiyo safari hii wanataka kuonyesha kile ambacho kwa nini walikuwa wanafukuza makocha. Wao wanaamini kila mwaka wanastahili kuwa mabingwa. Ndio kinachowasumbua, ambao wao wanaamini wao ni mabingwa. Na ndio hiyo wanafanya vizuri sana kwenye mashindano ya Afrika. Wana kikosi imara. JS Kabylie wao wameshajisema mapema. Wametangaza kabisa wao katika hili kundi lao wanajiona wao kama ni timu ambayo ndio timu dhaifu na timu ndogo, kwa sababu pamoja na historia yao kuwa kubwa ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya rekodi zao za mashindano yao miaka ya nyuma, lakini kwa safari hii wao kocha wao kabisa ametangaza kwamba sisi katika hili kundi sisi ni wadogo, lakini tutaonyesha watu kile tulichokuwa nacho uwanjani. Kwa hiyo nadhani hiyo ni kitu kikubwa. Afa mechi ya Algeria na Misri siku zote na klabu zao zinakuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo mechi naamini itakuwa na ushindani mkubwa. Ni mechi ambayo mashabiki wakipata nafasi wa Yanga waitazame, kwa sababu safari inayofuata Yanga anaenda Algeria kuwakabili JS Kabylie. Mbali na hilo, ni kupitisha mtazamaji kwenye michezo yote ambayo itakujia kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Al Hilal watakuwa mzigoni dhidi ya MC Alger. Mechi itapigwa saa 10 kamili jioni live Azam Sports 2 HD. Lakini Novemba 22 tutakuwa kuna mechi nyingi kweli kweli. Yanga dhidi ya AS FAR itakuwa Azam Sports 4 HD kuanzia majira saa 10 kamili jioni. Mamelodi Sundowns saa 10 kamili jioni dhidi ya FC Lupopo. Hawa mchezo wao utapigwa saa 10 jioni, lakini pia utakuwa live kwenye chaneli ya Azam Sports 2 HD. Sendolo Lupopo walitibua mipango ya moja kati ya gwiji kutoka bondeni na wanakutana na mtani wake hapo. Sasa pengine atakwenda kuwatetea au la, mimi naye hatujui. Lakini pia Esperance Tunis watakuwa mzigoni saa 1 kamili usiku dhidi ya Stade Malien. Ngoma itakuwa live ZBC2, channel ambayo inapatikana kwenye kisimbuzi cha Azam. Msisahau Al Ahly tumekugusia hapo, wao mechi yao itakuwa saa 1 kamili usiku Azam Sports 1 HD dhidi ya JS Kabylie. Lakini Pyramids ya Fiso Kalala Mayele wao watamenyana na Rivers United na ngoma itakuwa saa 4 kamili usiku ZBC2. Novemba 23 burudani itaendelea. Wekundu wa Msimbazi Simba live Benjamin Mkapa Dar es Salaam kuanzia saa 10 kamili jioni dhidi ya Petro Atletico Azam Sports 2 HD. Mechi ya maana hii. Mechi ya maana, Simba na Atletico, mechi ya maana, ni mechi ngumu na wenyewe. Angola wanakuja Tanzania. Na mara mwisho walikuja hapa wale Simba alifanya vizuri, alichukua point hapa. Hatua za awali. Kwenye makundi. Kwenye kombe la shirikisho msimu uliopita. Kwa hiyo anakwenda sasa kukutana na Petro, mabingwa wa kihistoria wa Angola, timu ambayo inafanya vizuri katika soka la Angola kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo ni mechi ambayo inategemea kuwa na ushindani mkubwa sana kutokana na ubora wa timu zote mbili. Japokuwa Simba na wenyewe bado wanajitafuta, na muona Pantev katika mechi zake zilizopita za ligi amepata ushindi, lakini unaona bado ana kama vile anajaribu kikosi. Amebadilisha kila mechi, ana wastani kubadilisha wachezaji 5. Kwa hiyo unamuona bado ni kocha ambaye anatengeneza timu yake. Kwa hiyo hiki kitakuwa kipimo chake kingine cha kuhakikisha kwamba Simba inatimiza lile lengo lao kwamba la kuhakikisha wanafuzu nusu finali. Ndio lengo kubwa ambao wamejiwekea Simba. Kwa hiyo na mashabiki wa Simba wengine wasikose kuangalia mechi ya saa 1 ya Esperance dhidi ya Stade Malien. Ana mbadilishano wapinzani kwa sababu Young Africans hatua za awali alikwenda Rwanda kule akacheza mchezo mpaka hapa alipofika. Sasa hivi Simba anaenda Rwanda. Wanapishana kwenye ndege. Huyo kutoka huko, huyo anakwenda. Bana, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kutokana na swali ambalo tulihoji ama kukuuliza. CAF Champions League, Young Africans dhidi ya AS FAR, Simba dhidi ya Petro Atletico. Ni mechi ipi unaisubiri kwa hamu kubwa na kwa nini? Tuangalie maoni yako kupitia Facebook pamoja na Instagram. Tukianza Instagram, Azam TV Sports, anaitwa Close C, anajiita hivyo. Anasema Wairinga Kilolo, kwa maoni yangu naona mechi ya Simba dhidi ya Petro de Luanda itakuwa bora sana kutokana na uwekezaji mkubwa wa vilabu hivyo. Pia quality ya wachezaji
waliopo kwenye timu hizo, tutegemee mechi bora sana ya viwango vya juu. Lakini CDJR 21 anasema mimi mwana Yanga naisubiri sana mechi yetu na AS FAR kwa sababu natamani awamu hii ikiwa ni mechi ya kwanza kwenye makundi basi tuondoke na pointi 3. Huko nyuma hatujawahi kufanya hivyo na ndio kitu na kisubiri kwa hamu sana. Kikosi tunacho na tunaweza kumaliza hivyo. Lakini Benson Chatanda yeye anasema ninazisubiri kwa hamu mechi zote sababu ni mechi muhimu kwa Simba na Yanga katika kutafuta nafasi ya kuendelea hatua ya mbele katika mashindano na kukuza soka la Tanzania kwa ujumla. Ni maoni yake hayo kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Tuangalie sasa maoni mengine kupitia ukurasa wa Facebook sasa. Jafari Kopo wa Moshi Kilimanjaro anasema ile AS FAR dhidi ya Yanga naiona ni mechi itakayokuwa na msisimko mkubwa zaidi, kwani kila mmoja anatamani kuiona Yanga imejipanga vipi kufuta uteja kwa Waarabu. Lakini Ismail Saki anasema wa Mandewa Singida, Yanga na AS FAR ni bonge la mechi kutokana na hao Waarabu walivyo. Huwa wanakaza mno na istoshe ligi ya Morocco ni kubwa, huwezi kufananisha na ile ya Angola. Mechi ya Simba na Petro pia ni mechi ngumu, lakini huwezi kulinganisha na mechi ya Yanga na FAR Rabat kule Morocco. Henry Yotham anasema wa Green City Mbeya, mechi zote nazisubiri kwa hamu kwa kuwa zinatuwakilisha nchi ya Tanzania. Usimba na Uyanga tunauweka kando, naziombea timu zote zifanye vizuri tutinge robo finali, yani Singida, Azam, Simba na Yanga. Kila laheri. Zalendo sana huyu. Na ndo inachopaswa kwa sababu hawa ni wawakilishi wa nchi. Kwa hiyo kila shabiki wa mpira pamoja na mapenzi yetu haya hawezi kuondoka. Siku zote shabiki lazima atake cha kwake. Na Simba atamwombea Yanga ashindwe, Yanga atamwombea Simba ashindwe ili yeye akae pale aseme sisi ndio wakubwa wa nchi. Kwa hiyo nadhani hapa hiyo itabaki pale pale. Japokuwa kwenye majukwaa mengine tunaweza kusema nafasi za timu zote mbili, lakini kwenye ushabiki hasa wa timu hakuna mashabiki ambao watasaka waone Yanga na wenyewe wanafanya vizuri alafu Simba afanye vibaya, au Simba yani kila mmoja anataka mwenzake afanye vibaya ili yeye aendelee kutamba na kuonyesha ubora wake. Bwana shukrani sana. Asante sana. Mzee wangu mmoja aliwahi kuniambia Simba na Yanga ukiwaambia kipi tukupe, ubingwa au mfunge mtani, kila mmoja atakataa ubingwa, ataenjoy zaidi kumfunga mtani wake. Tuendelee kuangazia tulionao mezani leo. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea mradi wa kimkakati wa mji wa Zanzibar Afcon Sports Complex uliopo Fumba kuangalia maendeleo ya ujenzi huo. Uwanja huo mkubwa wa mpira wa miguu utaochukua mashabiki 36,500 unaotarajiwa kutumika kwenye michuano ya Afcon 2027 pamoja na viwanja vingine viwili vya mchezo, huku kimoja kikitarajiwa kutumika kwa shughuli za kitaifa. Mradi huo unaojengwa na kampuni ya Orkun Group ya nchini Uturuki ni miongoni mwa dhamira ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya kuimarisha miundombinu ya sekta ya michezo hapa nchini, unatarajiwa kukamilika mwezi Disemba mwaka 2026. Tugeukie sasa ligi kuu soka Tanzania bara ama NBC Premier League, ambapo ligi hiyo ya Tanzania inatarajiwa kurejea mwishoni mwa juma kwa michezo kadhaa kupigwa. Kuelekea katika michezo hiyo mwishoni mwa juma hili, afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda amesema kwamba ligi hiyo itarejea kwa kishindo kutokana na maboresho yaliyofanyika maeneo kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na viwanja. Maandalizi yanakwenda vizuri. Tuko tayari kurejea. Tunafahamu pia watu wengi walikuwa wamemisi hizo burudani ambazo zinapatikana kwenye viwanja vya ligi kuu ya NBC, ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Kila kitu kinakwenda sawa na tunaamini pia kwa upande wa klabu zetu pia na zenyewe zinaendelea kufanya maandalizi vizuri ili turejee kwenye ligi. Utaona kwamba sehemu mojawapo ya maandalizi yetu ni maboresho ya ratiba ambayo tumeyafanya na tumeyatangaza, na kwamba maeneo mengine yanahusisha usimamizi na uendeshaji yanaendelea vizuri. Tunaamini pia klabu zetu zimefanya maandalizi mazuri kwa upande wa miundombinu, kwa maana ya kufanya maboresho ya viwanja ili tunaporejea kwenye ligi sasa turejee tukishuhudia burudani hiyo kwenye viwanja ambavyo vinaendana na hadhi ya ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Tulishaeleza kwamba tutacheza ligi kwenye viwanja ambavyo vina ubora tu na ambavyo vinakidhi matakwa ya kanuni. Na kila inapotokea uwanja unapoteza sifa ama unakwenda kinyume na matakwa ya kanuni, basi tumekuwa tukiuondoa kwenye orodha ya viwanja vinavyotumika kwa lengo la kuendelea kulinda hadhi ya ligi yetu.
Kwa hiyo kwa sasa hivi tutaona, tumepokea taarifa jana kutoka TFF kuhusu kufunguliwa kwa uwanja wa Sokoine pale Mbeya. Tunawapongeza. Uwanja ulipoteza sifa, uwanja ulikuwa na changamoto ambazo zilikuwa ni kinyume na matakwa ya kanuni, na sasa umefanya marekebisho, umekaguliwa, umeonekana unafaa, unarejea kwenye ligi. Kwa hiyo ni jambo zuri, lakini si vema sana tuishi haya maisha ya kufungulia sio kitu kizuri sana. Nadhani klabu zinawajibika kuweka nguvu kubwa katika kufanya maintain viwanja vyao, kuhakikisha ule ubora unaendelea kusalia kuanzia mwanzoni mwa msimu mpaka mwishoni, ili tuzione klabu zikicheza kwenye viwanja vyao vya nyumbani kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa msimu. Wakati akiendelea, kocha wa JKT Tanzania Madali amesema kikosi chake kipo tayari kuikabili KMC FC katika mchezo wa ligi kuu NBC utakopigwa Novemba 21 mwaka huu KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Nafikiri maandalizi yalikuwa yanaendelea. I think wakati sipo program ilikuwepo kwa assistant coaches waliendelea na program baada ya mapumziko mafupi baada ya mechi ya Simba. So mpaka leo tuna kama takriban siku ya 4 tofauti na ile ambayo mimi sikuwepo, kwa maana ya zile muda ambao sikuwa kwenye team, lakini leo tumeanza wiki ya mwisho kwa maana Ijumaa ni mechi. So sio mbaya kwa jinsi ambavyo hali ipo na jinsi ambavyo nimekuta vijana wapo. Kuna matumaini makubwa, na hasa kwenye pande zote mbili, kwa maana ya physical condition na jinsi gani ambavyo watu walipumzika na mpaka hivyo walivyorudi, pia mentality. Yes, unaona jinsi gani ambavyo wako na morali, wako tayari, wako positive kupokea na kujua nini ambacho tunatakiwa tufanye ndani ya hizi siku chache. Leo I think ni -3, imebaki siku 3 kuendea mechi. Kwa hiyo kuna big picture kwa maana ya tactics na kuimprove some moment kulingana na opponent ambaye tunakutana naye. Endelea kutazama Mshike, tuende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Hudi Mshike, tuendelee kuangazia tulionao mezani leo. Kikosi cha Pamba Jiji FC kitashuka dimbani kuialika Fountain Gate katika mwendelezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara katika dimba la CCM Kirumba Mwanza Novemba 23 mwaka huu. Kuelekea katika mchezo huo, afisa habari wa Pamba Jiji Moses William amesema kikosi chake kimejipanga vyema kuvuna alama 3 mbele ya Fountain Gate, huku akiwataka kuendelea kukisapoti kikosi hicho na kuonyesha uwezo wake hadharani. Kwa mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, kinachoendelea kwetu kwa hivi sasa ni maandalizi ya rasmi kuelekea kwenye mchezo wetu dhidi ya Fountain. Mara baada ya mchezo wetu dhidi ya Singida tulipata mapumziko ya almost siku kama 3 chini ya benchi letu la ufundi, chini ya Francis Baraza, lakini tulivyorejea tukafanya session 3, na baada ya hapo alicheza michezo ya kirafiki back to back, na michezo ambayo kimsingi imemsaidia kuangalia kile ambacho anaweza akakifanya kuelekea kwenye mchezo ambao unafuata. Kwa hiyo kwa taarifa ambayo niko nayo kwenye benchi la ufundi, tunaendelea vyema, hatuna changamoto yoyote, mambo ni mazuri. Niuzungumzie mchezo wenyewe wa tarehe 23 dhidi ya Fountain. Mechi haiwezi kuwa nyepesi, mechi itakuwa ngumu, tunaamini hivyo kutokana na ubora ambao tumeona kwa wenzetu Fountain kwenye michezo yao kadhaa ambao wametoka kuicheza. Lakini ukweli ni kwamba hii ni mechi ambayo sisi kama klabu ya Pamba Jiji, ili kuendeleza yale malengo ambayo tunayahitaji na tumeyapanga msimu huu, inatubidi kushinda mchezo ambao unafuata. Kusema hivyo haimaanishi kwamba tunakwenda tu tunaingiza timu tunachukua alama 3, la hasha, bali benchi letu la ufundi, uongozi, wachezaji na mashabiki, kila mmoja kwa nafasi yake anatakiwa kufanya kila ambalo analiweza kuhakikisha timu inapata alama 3 siku ya Jumapili. Hatuna sababu nyingine yoyote ya kuwatisha, bali uwezo wa mwalimu wetu Francis Baraza, ubora wa wachezaji ambao wapo kwenye klabu yetu, mshikamano uliopo kati ya viongozi na mashabiki. Tunaamini Jumapili ni siku nyingine ya kufurahi, na lengo letu mama likiwa ni lile kuhakikisha tunakaa pale juu kileleni. Bali na hilo, klabu ya Fountain Gate ipo mawindoni kujiandaa na kuelekea kuikabili Pamba Jiji kule Mwanza katika mchezo wa ligi kuu NBC utakaopigwa katika dimba la CCM Kirumba Mwanza tarehe 23 Novemba mwaka huu. Kuelekea katika mchezo huo, afisa habari wa Fountain Gate FC Issa Muzi ameiambia Azam Sports kuwa Fountain Gate
wamecheza mechi za kirafiki ikiwa ni sehemu ya kujiweka tayari kuikabili Pamba Jiji. Habari nzuri kwa mashabiki wa Fountain Gate ni kuanza kutumika kwa wachezaji wa kigeni ambao hawakupata fursa ya kucheza michezo iliyopita. Mazoezi ya utimamu kuelekea tarehe 23 siku ambayo tutacheza dhidi ya Pamba kwenye uwanja wa CCM Kirumba. Na sambamba na hilo tunatarajia kuwa na mechi nyingine ya kirafiki mara baada ya juzi kucheza mechi ya kirafiki na Mbulu Combine kule wilaya Mbulu. Kesho kutwa Jumatano tutacheza mechi nyingine hapa ya kirafiki dhidi ya Songea United ambao wanajiandaa na mechi yao ya tarehe 22 kule Arusha. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Nafikiri kuanzia hapo sasa tutaona ni wakati gani mzuri wa sisi kuweza kusafiri kuelekea Mwanza kwa ajili ya mchezo wetu, lakini naamini tutasafiri mapema ili kupata muda mwingi wa kuwepo kule Mwanza na kufanya maandalizi tukiwa kule na kutengeneza ile balance ya hali ya hewa kutoka hapa kwetu ambapo kwa sasa kuna baridi hivi na hali ya hewa ya kule kanda ya Ziwa. Maandalizi na mechi za kirafiki ambazo tumecheza hapa katikati kwetu sisi zimetupa mwanga wa kuona tukienda Mwanza tunakwenda kuvuna alama 3. Hilo halina mjadala, na tunawaambia kabisa ndugu zetu Pamba kwamba tukienda Mwanza awamu hii hatuendi kinyonge, tunakwenda tukiwa tumekamilika zaidi, tukiwa tumejipata zaidi, na kuna ongezeko pia highline la wachezaji wengine wale wa Nigeria ambao walikuwa bado hawajapata vibali, wapo tayari. Kuna mtu anaitwa Henry David Messi, huyo mtu atakwenda kumwona Pamba kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tuko vizuri na kila dalili njema inaonyesha kwamba pengine tutakwenda kufanya vizuri kwenye mchezo huo. Hatuendi kupoteza, huo ndo mpango wetu. Tugeukie Mashujaa sasa ambao wameendelea na maandalizi ya kujiwinda na mchezo wao wa Novemba 22 mwaka huu dhidi ya Mbeya City katika dimba la Lake Tanganyika kule Kigoma. Kuelekea katika mchezo huo, kocha wa Mashujaa FC Salum Mayanga na baadhi ya wachezaji wamesema kuwa maandalizi yao yanaendelea vizuri na wana uhakika wa kuvuna alama zote 3 katika mchezo huo. Jacob Luvilo anaarifu zaidi kuhusiana na hilo. Unaowaona ni wachezaji na benchi la ufundi kwa Mashujaa FC ya ligi kuu hapa Kigoma wakiendelea na mazoezi yao kuikabili Mbeya City tarehe 22. Kocha mkuu Salum Mayanga anajaribu kutoa tathmini fupi ya kile ambacho wamekifanya kwa takriban siku 4. Tumecheza mechi za kirafiki Jumamosi, mechi 2, lakini ni za timu za vijana wadogo. Kwa mazoezi tuliyofanya toka tumetoka mapumziko, kuna kitu tumeona cha kuendelea kujenga kwenye timu yetu ili Jumamosi tuweze kuingia katika hali nzuri sana ya kiufundi na kimbinu. Nimeongea na baadhi yao, hasa Yusufu Dunia Rwenge ambaye kimsingi tangu ligi inaanza hajaonekana, lakini pia nimeongea na Ismaili Mgunda pamoja na goalkeeper Kanyonga. Nitakuwa na morali kubwa kwa sababu ndio itakuwa mechi ya kwanza msimu. Kwa hiyo nimemiss kutokana na nilivyokuwa majeruhi na hadi sasa hivi naendelea vizuri, kwa hiyo nimemiss kucheza mechi. Kwa hiyo mechi ikitokea nimepangwa nitafurahi sana na nitakuwa na morali kubwa. Mechi ni ngumu, lakini kwa maandalizi ambayo tumeyafanya na mwalimu wetu tunaamini tutapata matokeo kwenye mchezo huo, kwa sababu kwanza ni matokeo muhimu, tunahitaji kupata pointi 3. Kwa tunaamini tutapata matokeo kwenye mchezo huu. Sikiliza mwalimu na maelekezo. Mwalimu pia nafikiri afurahi kipindi kama washambuliaji tunakosa magoli. Kwa hiyo mwalimu pia amejaribu kutuelekeza, amejaribu kutupush, na sisi wachezaji wenyewe tumejaribu kupush. Kwa hiyo mchezo ujao na imani tutaweza kufanikiwa kufunga. Kwa upande wa wageni, Mbeya City bado hawajafika hapa Kigoma, lakini tunaamini watafika na wataendelea kufanya maandalizi nao kuelekea mchezo huo tarehe 22. Jacob Luvilo, Azam Sports, Lake Tanganyika, Kigoma. Naam, bali na hilo ni kupitisha kwenye ratiba ya ligi kuu NBC itakavyokuwa baada ya kujuza hayo ambayo yanaendelea. Na ni kama ambavyo naitazama hapo, ukijaribu kuangalia KMC saa 10 kamili jioni Novemba 21 watakuwa mzigoni dhidi ya JKT Tanzania, na Mungo saa 1 kamili usiku dhidi ya Dodoma Jiji. Wakati wa TRA United wao watakuwa mzigoni dhidi ya Tanzania Prisons. Ngoma itapigwa Novemba 22. Mashujaa FC wao watakuwa mzigoni saa 10:15 jioni dhidi ya Mbeya City Novemba 22. Usisahau pia kwamba Novemba 22 hiyo hiyo Pamba Jiji saa 10 kamili jioni wao watakuwa mzigoni dhidi ya Fountain Gate. Mechi zote hizo utazishuhudia kwa kisimbuzi chako cha Azam TV. Tuendelee kuangazia mengine. Kesho ndio siku ya tuzo za CAF kumpata mchezaji bora wa Afrika. Azam TV kama kawaida itakuletea matangazo mbashara
kupitia Azam Sports 1 HD. Clement Mzize wa klabu ya Young Africans ya Tanzania ni moja kati ya wanaowania tuzo ya goli bora la mwaka na tayari amealikwa kushiriki tuzo hizo. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amethibitisha hilo pamoja na kuelezea sababu za kwa nini Mzize hatosafiri kuhudhuria sherehe hizo. Yes, tuna mchezaji anaitwa Clement Mzize. Of course tumeitoa taarifa yake na nitumie pia fursa hii kupitia Azam TV ni wajuze wanachama na mashabiki wa Young Africans. Mzize ameingia kwenye finalist ya wachezaji wanaowania goli bora la mwaka Afrika. Tayari kama club tumepewa taarifa na zilikuwa zinaandaliwa logistic za Mzize kuweza kusafiri kwenda Rabat, Morocco kwa ajili ya kushuhudia hafla hizo. Lakini kwa sababu wamefanyiwa operation ya goti na daktari ameshauri asitembee umbali mrefu sana kwa sababu ya kumrisk, atawakilishwa kule na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said. Kwa tumesema nitoe taarifa hii, watu walipiga kura kwa wingi wajue update iko wapi. Ziko timu nyingine ziliingia kwenye 10 bora lakini zimekufa kifo cha kawaida. Wako wachezaji waliingia kwenye kuwania na wametolewa kwenye hali tu ya kawaida, lakini Clement Mzize ameenda kwenye final stage, amekuwa ni finalist ambaye anakwenda sasa ukumbini kusubiri kama bahati itakuwa ya kwake au sio ya kwake. Tukamilisha na hili, nyota wa tennis Carlos Alcaraz amelazimika kujitoa katika mashindano ya Davis Cup kutokana na majeraha yanayomkabili. Alcaraz mwenye umri wa miaka 22 amelazimika kufikia uamuzi huo baada ya kupewa ushauri na jopo la madaktari wake kufuatia kusumbuliwa na maumivu ya nyama za paja. Ameonyesha kusikitishwa na uamuzi wake huo wa kujitoa katika mashindano hayo kwa kuandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram akisema kwamba anarudi nyumbani akiwa ameumia sana. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tukamilishe japo kwa muhtasari tu nikikukumbusha yale ambayo tulikuwa nayo tangu hapo awali. Wananchi Young Africans tayari wametua visiwani Zanzibar na kuanza rasmi tizi la kuwavaa FAR Rabat ya kule Morocco. Na matajiri wa jiji Azam FC kuelekea Kinshasa hapo kesho, wakati Singida Black Stars ikifuata CR Belouizdad hii leo. Na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea mradi wa Fumba unaoandaliwa maalumu kwa ajili ya AFCON 2027. Mwisho mshike leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.